Kwa vyovyote vile, kama hili linaloelezwa juu ya harakati za wananchi Yanga kumsajili Allan Okello, mchezaji mwenye kipaji wa klabu ya Vipers ya Uganda, litakuwa ndivyo lilivyo, basi Yanga itakuwa inadhihirisha ubabe wake katika medani za soka, hususan katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Ni kwa sababu gani? Taarifa zinaeleza kwamba Yanga wamefanya mchakato wa kumsajili Allan Okello kwa ajili ya dirisha dogo, lakini kuna maelezo zaidi kwamba ikishindikana kuwashawishi Vipers kuwapatia mchezaji huyo, basi wao wako tayari kusubiri wamtwae bure beleshi ifikapo mwisho wa msimu. Ndio, hiyo inatokana na taarifa kueleza kwamba Allan Okello, kiungo wa ushambuliaji, anaweza kucheza kama winga wa kulia, winga wa kushoto, kama namba 10 nyuma mshambuliaji kinara. Guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto, urefu wake 5 na inchi 10, mzuri katika kupiga mashuti, kulenga shabana, kufunga, kupiga chenga, kupiga mipira ya kutenga. Ni miongoni mwa nyota wenye mvuto katika ligi kuu ya Uganda. Taarifa zinasisitiza kwamba mkataba wake na klabu yake ya sasa, mabingwa wa ligi kuu ya Uganda Vipers, unafikia mwisho Juni 30 mwaka huu wa 2026. Kwa lugha nyingine, endapo Yanga watasubiri, endapo Vipers watakataa biashara na Yanga kuhusiana na mchezaji huyu, ni kwamba Yanga wana uwezekano wa kumpata bure. Badala yake kitakachogharimu ni gharama tu za mchezaji mwenyewe kadri walivyokubaliana, kwa maana ya maslahi ya mchezaji binafsi, fedha au gharama za kumsajili, lakini pia mishahara, bonus na mengineyo ambayo wao klabu ya Yanga na mchezaji huyo Allan Okello ndio watakuwa wanafahamu zaidi. Na kufanya hivyo ndio ishara kwamba Yanga walau wanaonyesha ukubwa wao. Ni kwa sababu klabu kubwa zinapokwenda kusajili hazisajili kwa pressure, kwa shinikizo. Ni matokeo ya mipango ya muda ambayo ukifanikiwa usajili husika inakuwa safi, lakini ikishindikana, klabu kubwa huwa tayari zina majibu ya way forward, yani nini kinachoendelea baada ya kumkosa mchezaji X, Y, Z. Ni kwa sababu hiyo ndio maana klabu kubwa zinapofanya usajili katika namna hii huwa na jeuri katika majadiliano ya bei na wenye kumiliki mchezaji, kwamba kama mjafikia maafikiano, basi wanasema okay, endeleeni, sisi tunasubiri, kwa sababu pressure inakuwa haipo. Pressure ya kumhitaji ipo, lakini sio kwa kiwango cha kuwafanya wafanye ambayo wao hayamo kwenye mipango yao. Ndio maana Real Madrid walimsubiri Kylian Mbappe wa PSG, ambao management yake haikuwa tayari katika wakati ambao Real Madrid walishakubaliana na Mbappe kwenda kujiunga Real Madrid. Wao hawakuwa tayari, wakaweka masharti ambayo Real Madrid wakasema okay, sisi tutamsubiri. Sio hivyo tu, Arsenal miaka ya nyuma wakimsajili Marouane Chamakh kutoka Faransa, Arsene Wenger kama kaida yake, mzee wa kiuchumi, walienda kumsajili wakiwa wana pressure. Walimsubiri takriban mwaka mzima ili aondoke akiwa huru, wakamsajili akiwa huru. Mifano iko mingi. Sasa na Yanga kwa taarifa zilizopo, kama ndizo hizo, maana zote ni tetesi, kwamba Yanga wamemhitaji Allan Okello, kwamba Vipers hawako tayari kumwachia, bali kwa masharti ambayo Yanga hawako tayari pia kuyatekeleza, na kwamba Yanga kwa kutumia ukubwa wao wamemshawishi mchezaji, kwa sababu kipindi kilichobaki cha miezi takriban 6 ili mkataba wake kumalizika, na kwamba mchezaji ameridhia, makubaliano baina ya klabu na Okello yako vizuri, lakini klabu yake ya Vipers haiko tayari kwa sasa kutokana na masharti walioyaweka ambayo Yanga hawako tayari kuyatimiza. Kwa jeuri kubwa, Yanga inaelezwa kwamba wamejiondoa kwa kipindi hiki wakisubiri mwishoni mwa msimu ili wampate bure. Lakini taarifa nyingine zinasema harakati bado zingali zikiendelea, na hivyo Allan Okello anaweza akatua Yanga. Ndio maana kasema vyovyote viwavyo, kama taarifa hizi ni sahihi, basi Yanga wamekuwa wajanja sana. Yanga wamekuwa na tabia ya klabu kubwa zinapofukuzia wachezaji, kwa sababu ina uwezo kumbe wa kuwa na options, kuwa na machaguo, kwamba waendelee kupambana ima wampate mchezaji husika au wamshawishi mchezaji husika waingie naye makubaliano ya kumfanya asiende kujiunga na klabu nyingine, bali wao na hivyo wamsubiri mpaka msimu ukamilike. Vyovyote itakavyokuwa, kama hivi inavyoelezwa ndivyo, basi huo ndio ukubwa wa Yanga ambao unadhihirishwa na ukule kwamba ufanisi wao kwenye michuano ya kimataifa hivi karibuni umekuwa kiwango cha juu. Hivi sasa wao katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kundi B, wao na Al Ahly ya Misri wana pointi 4. Al Ahly wanaongoza
kwa sababu tu ya tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Wakifunga mabao matano wameruhusu mabao mawili. Yanga wamefunga bao moja, hawajaruhusu bao. Wote wana pointi 4, wako juu. Al Ahly ya kwanza, Yanga ya pili, wakifuatiwa na timu za FAR Rabat ya Morocco na JS Kabylie ya Algeria. Lakini pia Yanga kwenye orodha ya viwango vya ubora wa soka barani Afrika kwa klabu, kwa viwango vya CAF, hivi sasa ni klabu namba 8 kwa ubora barani Afrika na ina uwezo wa kupanda zaidi endapo itaendelea kufanya vizuri. Katika ligi kuu Tanzania bara ni mabingwa mara 4 mfululizo, wanafukuzia taji la 5. Katika michuano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB ni mabingwa mara 4 mfululizo, wanafukuzia taji la 5. Yanga kuhusishwa na Okello haishangazi kwa sababu Okello ni miongoni mwa nyota waliong'ara sana katika ligi kuu ya Uganda msimu uliomalizika 2024-2025, akimaliza ligi akiwa mfungaji bora kwa kufunga mabao 19, lakini pia akitoa assist 4, akichangia mabao 23 kwa klabu yake ya Vipers wakati ikitoa ubingwa wa ligi kuu ya Uganda ikifunga mabao 49. Sasa Okello akitoa kweli Yanga, iwe wakati huo usajili wa dirisha dogo au baada ya msimu kumalizika na kujiunga na Yanga kwa usajili kwa ajili ya msimu ujao, atakuwa ni mchezaji muhimu sana kwenye eneo la ushambuliaji wa Yanga, na hasa kama akiendeleza kiwango chake. Ana uzoefu, ashacheza michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi wakati akichezea Kampala City Council 2018-19, lakini pia ni miongoni mwa wachezaji muhimu ndani ya kikosi cha Uganda kwenye michuano ya CHAN, kwenye michuano ya kuwania kufuzu fainali za kombe la dunia, na hivi karibuni yeye alikuwa miongoni mwa wachezaji waliounda kikosi cha Uganda kilichoshiriki michuano ya AFCON kule nchini Morocco. Akitoa Yanga, maana yake kocha Pedro Gonçalves ni juu yake kuamua mchezeshe nafasi ipi kwenye mfumo wa baada ya golikipa kwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Yeye kama nilivyotoka kueleza awali, aweza kucheza kama miongoni mwa viungo 3 shambuliaji kutokea kulia, akiwa inverted winger kwa sababu goli lake lenye nguvu zaidi la kushoto, au anaweza katokea kushoto kama orthodox winger kwa maana goli lake lenye nguvu ndio upande huo wa kushoto, au akacheza nyuma ya mshambuliaji kinara kwenda kuungana na kina Peodo Pacome Zouzoua, kwenda kuungana na kina Maxim Pienzengeli na nyota wengine ndani ya Yanga. Kuna muongezea fursa Okello kufanya vizuri zaidi endapo ataendeleza kile anachokionyesha kule nchini Uganda katika klabu ya Yanga, endapo kweli atatua. Swali ni kwamba je, tetesi hizi zitafanikishwa kama inavyoelezwa ama hilo ni swala la kusubiri? Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.